Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha kubwa sana kukutana na wewe siku ya leo, kwa sababu umenipa nafasi ya kusikiliza siku ya leo. Nina imani ya kwamba wewe ndiye mtu yule ambaye Mungu alikuwa anakusudia kwamba nikapate nikuzungumza na wewe siku ya leo, na nadhani nilikuwa nazungumzia kuhusiana na topic ya shule ya ndoa na mahusiano, na kuna mahali nilikuwa nimefikia, na hapo ndio nilikuwa nataka niendelee. Nilikuwa nimesema kwamba nitafundisha hii topic kuhusiana na ndoa na mahusiano kuanzia series ya kwanza mpaka series ya 7, na bado tunaendelea kwa sababu nilisema huu wakati wa Valentine utakuwa ndio muda sahihi ambao nitakuwa nafundisha kuhusiana na ndoa na mahusiano. Mungu amenipa revelation ama mafunuo kuhusiana na ndoa na mahusiano, na imani ya kwamba haya mafundisho yataiponya ndoa yako, yataponya na mahusiano yako, lakini pia wale ambao hawajaingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa watafundishika, ili muda wakija kuingia wapate kuwa washindi kwenye ndoa. Nataka tuingie kwenye series ya 4, na hii series ya 4 ningependa nifundishe kuhusiana na sifa za mwanamke kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nitaje tu sifa mingi tu za mwanamke kwenye ndoa, kwa sababu ukiangalia kwenye Biblia maandiko yanasema ya kwamba kila mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake mwenyewe, lakini kuna mwanamke anaweza kuwa mpumbavu bila kuwa anajua kwamba yeye ni mpumbavu. Lakini ukisha kufundishwa ama usikiza mafundisho, ina imani ya kwamba utapata hekima ya kutosha na ndoa yako itavunjika, kwa sababu mara nyingi Biblia imemlaumu mwanamke sana katika ndoa kuvunjika. Lakini kama mwanamke akiwa na hekima ya kutosha, nina imani ya kwamba ndoa mingi zitakuwa hazivunjiki ovyo ovyo. Sasa nataka nianze na sifa ya kwanza ya mwanamke kwenye ndoa. Sifa ya kwanza ya mwanamke kwenye ndoa ni kwamba mwanamke ni chombo cha dhamana ama cha dhamani, na si chombo dhaifu kama vile tumekuwa tunaelewa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 7, maandiko yanasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisichokuwa na nguvu. Huo ndio mstari ambao umetafsiriwa vibaya sana, na wanawake wakaonekana kwamba ni wadhaifu. Watu wengi wanajua kwamba mwanamke ni dhaifu, lakini sio hivyo. Maandiko yanasema hivi, nisikize kwa makini. Yanasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama. Hiyo neno kama ndio sasa uelewe vizuri. Yaani hapa kinachofanyika hapa, ama kile ambacho Biblia inaeleza hapa, ni kwamba mwanamke analinganishwa na chombo dhaifu, si eti kwamba yeye ni dhaifu. Na ukiangalia kati ya vyombo ambavyo tunajua ni dhaifu, kimoja ni vyombo vya kioo ama vyombo ambavyo ni vya kioo. Maandiko yanasema ya kwamba namna ya vile utakaa naye ama utambeba, umbebe vile ambavyo unaweza ukachukua chombo cha glasi, ama vile unaweza ukabeba glasi. Unajua glasi ukiachia hivi itavunjika, lakini ukikombea glasi udhamana wake ama pesa yake na chombo cha plastiki, utaona kwamba glasi iko na bei kubwa sana. Kwa hivyo mwanamke, kitu ya kwanza, namna ya kuishi naye ndio inaongelewa hapa. Maana maandiko yanasema ya kwamba na kuishi nao, anasema kwamba kumpa heshima kama chombo dhaifu. Kwa hivyo mwanamke sio chombo dhaifu, lakini ni chombo cha dhamana cha glasi. Maana ukiweka plastiki hapa na uweke chombo kama glasi hapa, ni bila shaka glasi itakuwa na bei ghali kuliko plastiki. That is point number 1. Na number 2, namna ya vile utaibeba ukienda kuchotea maji, utaibeba kwa heshima. Kwa hivyo mwanamke si eti kwamba ni mdhaifu,
lakini namna ya kukaa naye, unafaa kukaa naye kwa heshima, kama vile utaheshimu chombo cha glasi, chombo ambacho kiko na udhamana mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo mwanamke sio chombo dhaifu, bali mwanamke ni chombo cha dhamana. Sasa ukisoma hapo mbele, maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha hapo tu kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 3:7 inasema ya kwamba ili mradi maombi yenu yasije yakazuiliwa. Chombo dhaifu hakiwezi kikazuia maombi ya mtu. Kwa hivyo mwanamke sio dhaifu kama anaweza akazuia maombi yako, bali mwanamke ni wa dhamana. Kwa hivyo watu wanafaa kuelewa hivyo. Na namba 2, sifa ya pili ya mwanamke ni kwamba mwanamke ni msaidizi wa kufanana nawe na sio msaidizi tu peke yake. Watu wengi wameconfuse huyo mstari. Wakati ule Mungu alikuwa anajaribu kumtengenezea Adamu mke, anamwambia kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Watu wengi wanakata hapa kwa msaidizi, wanasema kwamba mwanamke anaishia tu kuwa msaidizi, na wanakosa kuunganisha hiyo sendezi, wakajua kwamba mwanamke sio tu msaidizi, lakini mwanamke ni msaidizi wa kufanana nawe. Kama ukisema mwanamke ni msaidizi, utakuwa unamaanisha kwamba mwanamke ni deputy ama mwanamke ni option 2. Lakini ukisema mwanamke mwanamke ni msaidizi wa kufanana nawe, utakuwa unamaanisha sasa ni colleague ama ni mtendakazi mwenzako. Kile ambacho wewe mwenyewe unaweza ukakifanya kama mwanaume, hata yeye anaweza akakifanya. Kwa hivyo ukikata maneno mawili ukamuita mwanamke msaidizi na usiseme ni wa kufanana nawe, ujue kwamba utakuwa sasa umemlemaza mwanamke. Sijui kama naeleweka. Sasa ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana 14:28, maandiko yanasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Hapa kinachoongelewa, anaongelewa Roho Mtakatifu wa Bwana na anaitwa msaidizi. Kuwa Roho Mtakatifu wa Bwana ameitwa msaidizi haimaanishi kwamba yeye ni deputy ama option B. Lakini Roho Mtakatifu kuwa ameitwa msaidizi, nafasi yake ya kwamba ni Mungu katika roho iko pale pale. Kwa hivyo mwanamke anapoitwa msaidizi haimaanishi kwamba yeye ni option B. Haimaanishi kwamba yeye mwenyewe kuna vitu ambavyo wewe mwanaume unaweza ukazifanya na yeye mwenyewe azi akazifanya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa mimi sijaribu kutoa ile nafasi ya mwanamke ya kwamba mwanamke ni shingo ama ni mwili, lakini najaribu kutoa ule udhalilishaji wa mwanamke. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Efeso 5:23, mwanamke atakuwa ni mwanaume. Maandiko yanasema ya kwamba mwanaume ndiye kichwa cha boma na mwanamke ina maana kwamba ndiye mwili. Kwa hivyo nafasi ya mwanamke iko pale pale. Sasa labda kuna watu wataniambia hivi, mbona Paulo amewahi kusema kwamba kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 na mstari wa 35 ya kwamba mwanamke hafai kusimama kanisani akautubu ama akahubiri? Ujue kwamba hapa Paulo hakuongelea wanawake wote, hakuongelesha kanisa zote. Aliongelesha kanisa la Wakorinto, maana wanawake wa Korinto walikuwa wanajaribu kuwa kichwa cha boma, maana walikuwa wametajirika, wakawa matajiri, wakawa wanaona wanaume wao sio kitu. Kwa hivyo Paulo akaona awaandikia aseme kwamba mwanamke yote asiongee, lakini mwanaume wake ndiye anafaa aongee badala yake. Sijui kama naeleweka. Paulo anasema ya kwamba kama huyu mwanamke akitaka kuuliza jambo lolote hafai kusimama kanisani, lakini anafaa aongee, aambiwe hilo jambo na mume wake. Sasa hapa Paulo hakugeneralize kanisa zote. Ndio maana utaona kwamba alichokiandika kwa kanisa ya Rumi aliandika tofauti na kile aliandika kwa Wakorinto na Wagalatia. Kwa hivyo don't generalize. Lakini pia wale watu ambao wananiambia kwamba mwanamke pia hafai kuhubiri, ukisoma kwenye kile kitabu cha Yoeli mlango wa 2 na mstari wa 28, maandiko yanasema ya kwamba tena itakuwa katika hiyo siku ya mwisho nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili. Wanawake, watoto wenu waume kwa wake watatabiri. Hapo unaona sasa mwanamke anaweza akasimama madhabahuni lakini pia akatabiri. Kwa hivyo udhalilishaji wa mwanamke ndio najibu kuondosha.
kwamba mwanamke ni msaidizi wa kufanana nawe na sio msaidizi kama vile umekuwa ukijua.